Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu, asante Bwana kwa wema wako. Ninaomba utuongoze tena katika somo hili la unabii ambalo ni la ujumbe wa siku za mwisho. Katika jina la Yesu, amina. Asante sana ndugu msikilizaji na mtazamaji. Bado tuko katika ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika watatu bado tuko nao. Ujumbe wa malaika watatu, sehemu ile ya mwisho inasemaje? Sehemu ya mwisho ile inasema hivi, ambayo ndio tutakuwa nayo katika siku ya leo. Anasema kwamba na moshi, wale ambao watamwabudu yule mnyama na ile sanamu yake, anasema kwamba watateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Yaani Ufunuo 14 fungu la 10 na fungu la 11. Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele. Sasa kipengele kinachofuata ndio somo langu la leo. Wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Hawana raha, hawana raha. Hili neno raha ni kwa Kiingereza ni rest tu. Yani hawana resti, hawana pumziko, hawana pumziko. Kwa kweli hawana pumziko mchana wala usiku. Waovu hawana pumziko, ndio somo langu la leo. Waovu hawana pumziko. Kwa kweli moshi wa mateso yao hupanda milele na milele. Mjumbe wa Mungu anaeleza hii kama ukumbusho wa milele wa uharibifu wa mwisho wa dhambi. Ukumbusho wa milele wa uharibifu wa mwisho, yani uharibifu wa moja kwa moja wa dhambi. Ni ishara ya hukumu isiyoweza kurekebishwa, na itatokomeza uovu kabisa. Yani uovu utatokomezwa, yani moja kwa moja. Hii inatoka katika The Great Controversy ukurasa 763. Kwa kweli hapo mwishoni ndiye anasema hawana pumziko. Hili pumziko hili uliangalia vizuri, mchana wala usiku. Roho ya unabii nasema hii ndiyo hali ya milele ya wale wanaokataa ukweli wa Mungu. Sio mateso ya ufahamu wa milele, lakini ni kujitenga kwa milele kutoka kwa Mungu na ukumbusho unaoendelea wa matokeo ya uasi. Shetani anapofanya juhudi usielewe kilichomo ndani ya Sabato, ambayo Sabato ni pumziko. Kwa kweli Sabato inamfanya mtu amtegemee Mungu, kwa sababu hufanyi juhudi zako kupata ukombozi, hufanyi juhudi zako kupata neema hii, si kwa juhudi zako. Anakuambia kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nanyi nitawapumzisha. Mnaojihangaisha, yani kumpata Mungu ni mpaka mtengeneze maprogramu makubwa, na mara nyingine muende sijui kuenda kuhiji sehemu sijui takatifu Israeli huko sijui wapi. Mara nyingine mjiwekee kwenda kutembea kwa magoti. Mara nyingine mjipe adhabu. Yani hakuna pumziko. Anakuambia njoni kwangu ninyi nyote mnaomsumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nanyi nitawapumzisha. Ana maana nzito. Anashughulika na falsafa ya Mungu ya jinsi kulivyo kule mbinguni, na ambavyo tunaanza hapa duniani. Pumziko linaanza hapa, na falsafa hii inaanza kuelezewa kila juma. Hili pumziko linakumbushwa kwamba mbinguni kutakuwaje. Kutakuwa na pumziko mbinguni. Lakini hao waovu hawana raha. Watatafuta utakatifu, hawataupata kwa sababu wanatafuta kwa nguvu zao. Fahamu neno Sabato ni pumziko, rest, raha, starehe. Yaani huhitaji kufanya chochote ili kuokolewa. Kazi yako ni kumfahamu, kumwamini. Mengine yote subiri maagizo. Subiri maagizo kutoka kwa Mungu. Pumzika, atafanya.
Atafanya na wewe utatenda matendo mazuri mema, kama umemwamini yeye ukamruhusu aingie ndani mwako. Atatenda kwa niaba yako. Anasema Warumi 8:4, anasema maagizo ya Torati yatatimia ndani mwako. Hata ile wanayosema watu kwamba sheria za Mungu ni ngumu, sio ngumu kwa sababu hatuna Yesu Kristo. Yanazalishwa na yeye ili utukufu uonekane. Utukufu maana yake ni pale mtu anapoonyesha matendo ya utii, ndio utukufu. Matendo ya utii. Utukufu ni wale ambao wanaomtii Mungu, wanatoa utii maagizo yake. Unaenda kwa Mungu, yaani maagizo yake yaani unamtii Mungu. Kwa kweli utukufu lazima umwendee Mungu. Kinyume cha pumziko ni machafuko. Kinyume cha pumziko ni unrest, machafuko. Unrest, wasiwasi, mashaka. Ukikuta watu wana mashaka, wana wasiwasi, yanafanyika na viumbe wanaotoka nje ya Mungu, yanahitaji juhudi za mtu binafsi. Utukufu lazima uende kwa kiumbe, kwa sababu kuna mashaka, kuna wasiwasi. Na ndiyo maana sasa hivi watu wanaoanzisha dini wanawanasa watu wenye wasiwasi. Wana wasiwasi makazini, wana wasiwasi katika maisha yao, wana wasiwasi katika familia, wana hofu kila sehemu, hawana pumziko. Sasa imekuwa ni fursa kwa watu wa dini matapeli ambao wanajipatia ujira kwa kupitia neno la Mungu, kwa sababu ya wasiwasi wa mashaka, unrest ambao wanao wa binadamu. Kwa hiyo tunaishi katika wakati wa msongo mkubwa. Watu wanatafuta pumziko. Bahati mbaya shetani anawataka wasilione. Anawataka wasilione. Hebu angalia katika Waebrania 4. Katika Waebrania 4 fungu la 9 anasema kwamba imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Raha ya Sabato ni kwa watu wa Mungu. Full stop. Raha ya Sabato. Yaani hapa imesalia rest. Yaani raha ya Sabato, kupumzika kwa watu wa Mungu. Raha ya Sabato ni kwa watu wa Mungu. Hili andiko hili, kuna mtu mmoja akaniambia hili andiko silipendi kabisa hili. Yaani kama ni Biblia kuifuta hapa ndio ningeifuta kabisa. Kwa sababu hataki kupumzika. Kwa hiyo tunaishi katika wakati wa msongo mkubwa. Kumbe kuna pumziko kwa watu wa Mungu. Israeli nao kama walivyoahidiwa nchi ya ahadi, ambayo kanuni ya uingiaji wake ni kanuni ya kuingia mbinguni. Yaani walikuwa wanaonyeshwa stiari, mfano wa jinsi watakavyoingia mbinguni, kanuni ya kuingia mbinguni. Kanaani ilikuwa ni stiari ya mbinguni. Yaani Misri ilikuwa ni kwenye utumwa ule wa Misri ilikuwa ni kutoka kwa shetani. Farao kwenye Yeremia anamwambia kabisa Farao kwamba yeye ni shetani. Kwa hiyo unapokuwa unatoka kwenye utumwa wa Farao, walikuwa wanatoka kwenye utumwa wa dhambi. Ni kama jinsi anavyomwamini Yesu. Mtu leo anapomwamini Yesu anatoka kwenye utumwa wa dhambi, anaingia kwenye utumwa sasa wa Yesu Kristo, akielekea mbinguni. Wana wa Israeli nao ilikuwa ni stiari hiyo, wanatoka kule Misri wanaenda Kanaani, ikiwa ni mfano wa kuingia mbinguni. Mfano kanuni ya kuingia mbinguni. Vile vile kanuni ya ahadi ya pumziko, raha ya Kanaani, ni kanuni ya mbinguni ambayo waliambiwa, nendeni mkikubali kutii kule Kanaani, mtakula mema ya nchi, mtakuwa na resti, mtakuwa na pumziko, hamtakuwa na mashaka, watu hawatawaonea, hamtapata vita, hamtapata magonjwa ya Misri, hamtayapata, mtakuwa na resti. Yaani ahadi zilikuwa ni kemkemu. Wana wa Israeli wakashindwa, kwamba walipoambiwa hivyo waingie kwa imani, kwamba imani. Hebu tuone Waebrania 4 fungu la kwanza. Waebrania 4 fungu la kwanza na la pili anasema, basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa hiyo. Kwa nini uonekane umeikosa?
kwa kuabudu sanamu ya mnyama. Mnyama unamwabudu na sanamu yake, ukaikosa. Fungu la pili anasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa wao hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao. Waliosikia wana wa Israeli walikosa imani, wakafanya matendo, wakawa wanamwabudu Mungu kwa matendo, wanataka kwa matendo, na Mungu aliwaambia kwamba kwa matendo hakuna mwenye haki atakayerithi uzima wa milele kwa matendo. Haiwezekani hata kidogo. Lakini kama mfano huo wa wana wa Israeli kwenda Kanaani, fungu la 6 linasemaje? Walioasi. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuasi kwao. Yaani vile vile hata kwenye ujumbe huu wa malaika watatu, watu hawataingia kwenye ile raha, kwenye lile pumziko, kwa sababu ya kuasi, kwa sababu ya kuasi. Na ndiyo maana inapoenda fungu la 9 anasema, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Yaani katika ujumbe wa malaika watatu anakwambia wale watakao mwabudu yule mnyama na sanamu yake hawana raha, hawana pumziko, na wao wataangamia kwa kuasi kwao. Kwa hiyo tutakavyopumzika mbinguni ndivyo ambavyo imetolewa stiari kwa wana wa Israeli walivyokuwa wanatoka kule Misri. Ukiasi hauko kwenye pumziko. Ukiasi hauko kwenye pumziko. Ni wakati gani kuna pumziko? Hivi ni wakati gani kuna Sabato? Maana wengine wanafikiria Sabato ni ile siku. Sabato ni neno ambalo lina maana ya pumziko. Siku inakuja kuwa attached ile siku kwa sababu ya uumbaji, ili iwe ishara kwamba yeye ndiye aliyekuumba. Lakini watu wote wanaomwamini Yesu wanapata pumziko, wanapata resti, wanapata Sabato. Yaani ikiwa ni pamoja na kufahamu ile ishara yake. Sasa wewe kama unapata ile Sabato, lakini Mungu yeye amekwambia siku hii pumzika, uwe na raha, alafu nasema mimi hiyo hapana. Sasa ina maana huwezi ukamtii, huwezi ukalipata hilo pumziko. Sasa hebu Waisraeli walionyeshwaje kwamba pumziko liko namna gani? Hii Sabato imewachanganya watu wengi. Yaani watu wanachanganyikiwa huko, wanapishana. Yaani ukiikuta kwenye makanisa huko, yaani hawataki kusikia kabisa mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi 26. Watu waliambiwa wanapataje pumziko. Mambo la Walawi 26 fungu la 21 anasema walipataje pumziko? Anasema, nanyi ikiwa mwaenenda kinyume changu, wala hamtaki kunisikiza, nitaleta mapigo mara 7 zaidi yenu, kama dhambi zenu zilivyo. Kama hamtaki kunisikiliza, nitaleta mapigo. Hebu twende fungu la 33 anasemaje? Fungu la 33, nanyi nitawatapanya katika mataifa, nami nitaufuta upanga nyuma yenu, na nchi yenu itakuwa ni ukiwa, na miji yenu itakuwa ni maganjo. Angalia, yaani anazidi kuambia mambo yatakayowapata kama hawatamsikiliza. Fungu la 35 anasemaje? Wakati wote itakapokuwa na ukiwa, wakati wote itakapokuwa ukiwa, itapumzika hiyo nchi. Ni hayo mapumziko ambayo haitakuwa nayo katika Sabato zenu, hapo mlipokaa katika nchi hiyo. Kwa hiyo kama hutasikiliza sauti yake, hutatii, hutapata pumziko, hutakuwa na Sabato. Wewe kama ni muasi unakataa sheria za Mungu, hauna pumziko. Wana wa Israeli waliambiwa maana ya Sabato mojawapo, maana ya Sabato sio siku ya Sabato. Mimi nakwambia Sabato, kuhusu Sabato, kwamba kama wewe ni muasi hutakuwa na pumziko. Haya, neno la pili lilikuwa linasemaje kuhusu pumziko? Mambo ya Nyakati kuhusu Sabato. Sabato ni nini? Mambo ya Nyakati wa pili 36 14 kwanza, wa pili 14 fungu la 6. Hebu tusikilize fungu la 6.
akajenga miji yenye maboma katika Yuda, kwa kuwa nchi ilikuwa imestarehe, nchi ilikuwa imeresti, nchi ilikuwa na sabato. Kustarehe ni sabato. Nchi ilikuwa imestarehe, wala hakuwa na vita miaka ile, kwa sababu Bwana alimstarehesha. Kwa hiyo kusipokuwa na vita, yaani mmeresti. Nchi isipokuwa na vita imeresti, yaani ina sabato, ina pumziko, ina pumziko. Twende tena Mambo ya Nyakati 36 fungu. Hebu sabato inakujaje? Sabato wengine wana maana ya sabato maana moja. Fungu la 12 30, Mambo ya Nyakati wa pili 36 fungu la 12, anasema akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana Mungu wake, wala hakujinyenyekesha mbele ya Yeremia nabii aliponena kwa kinywa cha Bwana. Fungu la 13, tena akamwasi mfalme Nebukadneza aliyemwapisha kwa Mungu, lakini akajifanyia shingo ngumu, akajitia moyo nguvu, asimgeukie Bwana Mungu wa Israeli. Fungu la 21, ili kutimiza neno la Bwana kwa kinywa cha Yeremia, hata nchi itakapofurahia sabato, kwa maana siku zote ilipokaa ukiwa ilishika sabato kutimiza miaka. Yaani usiposikia maelezo yake, yaani hutaweza kuwa na hiyo sabato. Kwa hiyo hapa sabato inaelezea kwamba utakuwa na sabato utakaposikia neno lake, utakaposikia maagizo yake, utakaposikia sheria zake. Utakuwa na sabato pale hutakuwa na vita. Utakuwa na sabato pale nchi na yenyewe itakuwa na sabato watu watakapokuwa wanyenyekevu wakitii. La sivyo nchi haitapumzika. Na ndio maana stiari hii ilipelekwa mpaka nchi wakati fulani ilipopita miaka 7, nchi ilipewa kupumzika. Hakuna kuilima. Hii sabato na hiyo iongelea hapa usije kaipeleka na ile siku ya sabato. Siku ya sabato iko kwenye amri 10, kwenye amri za Mungu. Kwa hiyo hapo nyuma mbinguni hapakuwepo na uasi. Pale mbinguni, nisikilize vizuri ndugu msikilizaji, sikiliza vizuri uelewe chimbuko la sabato. Na ndiyo maana naambiwa wale watakao mwabudu yule mnyama na sanamu yake hawana pumziko, hawana sabato. Mbinguni hapo nyuma hapakuwa na uasi, hapakuwepo na vita kama ilivyotolewa hapa. Hapakuwepo na watu ambao walikuwa hawasikii wosia wa Mungu. Hapakuwepo na watu ambao hawakuwa wanyenyekevu. Hapakuwepo na hivyo kulikuwa na pumziko. Mbinguni kulikuwa na pumziko. Kulikuwa na raha kabla ya uasi, kabla ya shetani. Kulikuwa na starehe. Lucifer alipoleta hayo yote, kukawa na machafuko, unrest. Kukawa na machafuko, unrest. Vita ikaanza mbinguni, machafuko yakachafuliwa, yaani kukawa mbinguni. Hivyo Lucifer au shetani alivunja kanuni ya Mungu ya pumziko. Uasi ukaingia. Uasi ni kuvunja kanuni ya pumziko. Uasi ni kuvunja sabato. Watu wale walioenda kuokota ile mana waliambiwa kwamba okoteni katika siku ya Ijumaa, okoteni mara mbili, kwa sababu kesho ni sabato, kesho pumzikeni. Lakini watu wengine wakaenda siku ya sabato kuokota, akawaambia mtakuwa waasi hadi lini? Yaani uasi ni kuvunja kanuni ya pumziko. Kwa hiyo pambano lilikuwa kwenye pumziko. Yaani pambano la Lucifer kule mbinguni lilikuwa kwenye pumziko. Mungu akisema tembea, unatembea. Lucifer akasema ninaweza kufanya mwenyewe hayo yote, ninayaweza mimi. Yaani sio lazima uniambie nitembee, lakini tunaambiwa ili upumzike, yaani fuata maagizo yake. Ukiambiwa tembea, maana yake umepumzika, hufanyi wewe mwenyewe. Anakuwezesha yeye. Yaani sihitaji, Lucifer akasema sihitaji kupumzika. Lucifer alisema sihitaji kupumzika. Yeyote anayepokea alama ya jina lake, moja, alama ya jina la mnyama, jina limeunganishwa,
Jina la mnyama linawakilisha mfumo wa ibada ya uongo, ya uasi dhidi ya Mungu, hana pumziko. Mjumbe wa Mungu Ellen White anasema kwamba hili ni jambo la kawaida. Hili si jambo la kawaida, ni chaguo la maamuzi kwa au uwe kinyume cha Mungu, au umfate Mungu, au umfate mnyama. Ukimfuata mnyama, kwa kweli huna pumziko. Kwa hiyo kwa muhtasari anasema kwamba kutoka kwa roho ya unabii, mjumbe wa Mungu anasema ujumbe wa malaika watatu ni onyo kuu la mwisho dhidi ya kutii kwa ibada ya uongo, mnyama na sanamu yake. Na kupokea alama ya mnyama ni wito wa kubaki kuwa mwaminifu kwa amri za Mungu, kuwa mwaminifu kwa amri za Mungu na imani ya Yesu chini ya tishio la kumwagika kamili kwa ghadhabu ya Mungu. Kwa kweli Mungu anasema ghadhabu yake atakasirika kama hutamwamini Yesu. Yesu amemtoa ili kwa kupitia yeye tupate pumziko, kwa kupitia yeye tupate pumziko. Na ndiyo maana watumishi wa Mungu, wapo watu katika makanisa ya kilokole waliookoka wanasema pumziko ni katika Yesu. Wako sahihi kabisa, pumziko ni katika Yesu. Yaani pumziko ni katika Yesu, full stop. Lakini katika Yesu ni lazima uwe mtiifu. Yaani uwezi ukavunja pumziko, uwezi ukawa na pumziko kwa kuvunja pumziko. Yaani pumziko ni kutii amri zake. Amri zake ni pamoja na lile pumziko. Sasa pumziko liko kwenye amri zake, limewekwa katika siku, na limewekwa katika siku ili kila mmoja aweze kuliaccess, aweze kulifikia, ili uweze kupata pumziko. Sasa unasema mimi nitapumzika kwa kuvunja pumziko. Sasa hiyo inawezekana namna gani? Hukumu ya mwisho. Ujumbe huu ni onyo la mwisho la Mungu kabla ya ujio wa pili. Unahitaji uchaguzi hai kati ya utii wa Mungu au utii wa ibada bandia ya wanadamu. Kwa kweli wana na binti za Mungu, ninawafurahia sana ambao wako katika pumziko. Wapo watu makanisa hayo ya Jumapili, wapo wanasema wanapumzika katika Yesu. Yaani Mungu atukuzwe, ni makanisa ya kiroho kabisa. Yaani kitu kidogo tu wakifanya marekebisho madogo tu kwamba sasa mapumziko haya, hebu tufate na amri za Mungu, tumtii Mungu. Yaani kwa kweli hawa ni watu wake kweli, na Mungu ana watu wake kila wakati na kila sehemu na kila kanisa. Wapo yaani ni waaminifu, yaani hao ni watu waaminifu wanaomfuata Mungu. Sasa leo unaitwa, angalia usije ukawa na alama ya mnyama. Alama ya mnyama nayo anayo alama, na tumeshaitaja alama kule. Hebu mwabudu Mungu, hebu mfate muumbaji, uwe na alama ile ya Mungu. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amina.